Kuanzisha biashara. Je, unataka kuanzisha biashara ya hardware? Watu wengi wanaogopa kuanzisha hii biashara ya hardware kwa sababu wanadhani kuwa ili uweze kufanikiwa kuanzisha biashara ya hardware inabidi uwe na mtaji wa mamilioni ya pesa, kuanzia labda milioni 50 hadi hata milioni 100. Hii sio kweli. Sasa kama wewe ni kijana umemaliza chuo na hujaajiriwa na unataka kujiajiri mwenyewe kwa kufanya biashara, unaweza ukafanya biashara ya hardware. Sasa mimi nitakufundisha jinsi ya kuanzisha kitu kinaitwa smart hardware, ambayo ni biashara ya hardware ambayo ni ya mtaji mdogo. Kwa hiyo kuwa nami nikuelezee jinsi ya kuanzisha hii smart hardware. Hii smart hardware inaweka mkazo zaidi kwenye kununua bidhaa ambazo ni fast moving, yaani zile ambazo zinauzika sana, ndizo wewe unazonunua badala ya kulijaza duka na bidhaa nyingi ambazo kununuliwa kwake kunakuwa ni shida. Kwa hiyo una focus kwenye kununua bidhaa ambazo zinauzika sana. Kwa hiyo zinakuwa ni chache, yaani kwa maana kwa aina ya bidhaa, lakini ni nyingi zile ambazo zinauzika sana, na hapo ndio biashara inapokwenda vizuri. Nitakuelezea hatua mbalimbali za kufuata. Karibu kwenye How to Start Business Channel, ambapo sisi tumeamua kuweka nguvu zetu kusaidia vijana ambao wamemaliza vyuo lakini hawana ajira, na tunataka tuwasaidie wafanye biashara. Sasa ili usikose kuona video zetu, naomba usubscribe. Kwa hiyo bonyeza hicho button cha subscription, lakini pia bonyeza hicho button cha like, ili hata wenzio nao ambao nao hawana ajira waweze kuiona hii video nao wafaidike. Sasa twende kwenye biashara yetu ya kuanzisha biashara ya hardware kwa mtaji mdogo, tunaita smart hardware. Tunaanza na hatua ya kwanza, ambayo hii zaidi inahusu jinsi ya kuchagua eneo zuri la kufanyia hii biashara ya smart hardware. Sasa hii iko vipi? Kosa la kwanza la wengi ni kukimbilia kufungua hardware katikati ya mji. Huko kodi huwa zinakuwa kubwa sana, yaani kodi za pango pale unapotaka kufanya biashara, na ushindani pia unakuwa mkali sana. Sasa kwa taarifa yako tu, siri ya mtaji mdogo ni kupeleka huduma site. Tafuta eneo ambalo lina ujenzi mwingi unaoendelea, maeneo mapya ya makazi. Sasa kwa nini? Kwa sababu mafundi na wenye nyumba wanataka kupunguza gharama ya usafiri. Akiona anaweza kupata mfuko wa saruji au kilo ya msumari mtaa wa pili, hata kwenda mjini. Eneo lako ndio mtaji wako wa kuanza biashara. Hatua ya pili inahusu kuchagua bidhaa za kuanza na hii biashara ya smart hardware. Kama nilivyosema, bidhaa ambazo zinauzika, au kwa lugha ya kibiashara wanasema zina mzunguko mkubwa, hazikai. Sasa hizo ni bidhaa gani? Sasa tuingie kwenye hesabu. Usijaze duka na vitu vya urembo vinavyokaa miezi mitatu store. Nunua vitu vinavyotoka kila siku. Hizi hapa ni top 4 za kuanza nazo. Kwanza ni saruji, yani cement. Hii faida yake ni ndogo sana kwa mfuko, lakini ndio sumaku ya wateja. Mtu akija kununua saruji atanunua na vitu vingine. Bidhaa ya pili ni misumari na waya, yaani binding wire. Hapa ndipo penye faida. Kilo ya misumari ina faida nzuri na haiharibiki. Bidhaa ya tatu ni mabomba na fittings, au wengine wanasema plumbing. Sasa hapa kuna vitu kama elbows, tees na mabomba ya maji ya plastiki. Hizi ni bei che kununua jumla na zinahitajika sana wakati wa finishing.
Bidhaa ya 4 ni rangi za kawaida. Usianze na rangi za kompyuta za mamilioni. Anza na rangi za maji na mafuta, yani oil paints, zinazotumika zaidi, kama vile cream, yani rangi ya krimu na white. Sasa kanuni ni rahisi. 80% ya mtaji wako iende kwenye vitu vinavyouzika ndani ya wiki moja. Hiyo inaitwa cash flow. Hatua ya 3 ni kuwa na mahusiano mazuri na wasambazaji wa bidhaa za hardware, au wengine wanaita ni suppliers kwa lugha ya Kiingereza. Sasa mahusiano yanakuwa vipi? Unapokuwa na mtaji mdogo, network yako ndiyo pesa yako. Jenga mahusiano na maduka makubwa ya jumla. Ukiaminika, unaweza kuanza kupewa mzigo kidogo kwa mali kauli. Unauza, unarudisha pesa, unabaki na faida. Pia toa huduma ya usafiri kwa bei nafuu. Hata kama huna gari, kuwa na mkokoteni au bodaboda ya karibu unayoweza kuwatuma wampelekee mteja mzigo site kwake. Hii ni convenience ndiyo itakayofanya ushinde ushindani wa maduka makubwa. Sasa kwa kumalizia, kumbuka kuwa biashara ni kuthubutu. Usisubiri uwe na kila kitu. Anza na duka dogo la frame moja au hata container. Bora tu uwe eneo ambalo ni sahihi na bidhaa nazo ziwe pia sahihi. Sasa nimekueleza jinsi ya kuanzisha smart hardware kama una mtaji mdogo, na nimekueleza hatua 3 za muhimu za kutekeleza ili ufanikiwe kuanzisha hii smart hardware. Sasa kabla sijamaliza, nina wito naotaka kukupa. Sasa huu wito ukoje? Kama video hii imekupa mwanga, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe na uweke komenti hapo chini. Je, ni bidhaa gani ya ujenzi unahisi inalipa zaidi? Sasa kabla sijamaliza, napenda kukuuliza au kukuomba mambo yafuatayo. Kwanza, niambie katika haya mambo niliyoelezea kuhusu hii biashara ya hardware, unafikiri ni jambo gani limekuvutia sana kiasi ya kuwa limekuhamasisha na uko tayari hata kuanza hii biashara kesho? Andika hapo chini uniambie. Na pili, niambie ni jambo gani umeona ni changamoto kiasi ya kuwa inakufanya usite kuanza hii biashara ya smart hardware. Kwa hiyo niandikie hapo chini na mimi nitakujibu na kukupa ushauri ya jinsi unavyoweza kuanzisha hii biashara ya hardware. 3, naomba ubonyeze hiyo button ya like. Ukibonyeza button ya like, itasaidia kwa vijana wengine ambao nao hawana ajira lakini wanataka kufanya biashara waweze kuiona hii video na wafaidike na kuanzisha biashara ya smart hardware. Mwisho kabisa, naomba muendelee kuangalia video zetu, na mimi ni mtayarishaji wa video Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.